Niko hapa kama mwakilishi wa walimu wasiokuwa na ajira nchini Tanzania ambao ni wahitimu kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2024. Niko mbele yenu kwa ajili ya kusoma waraka ambao umeandaliwa na walimu hao wasio na ajira nchini Tanzania ambao ni Non-Employed Teachers Organization Members Movement, yani NETOMEMO. Waraka huu tunauelekeza moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Utangulizi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakusalimu kwa heshima kubwa sana. Sisi ni wahitimu wa kada ya ualimu kutoka vyuo mbalimbali nchini kuanzia mwaka 2015 hadi 2024. Tuna umoja wetu kupitia mitandao ya kijamii unaoitwa Non-Employed Teachers Organization Members Movement, yani NETOMEMO kwa kifupi. Sababu za kuanzishwa kwa umoja huu wa NETOMEMO. Mheshimiwa Rais, zifuatazo ni sababu mbalimbali zilizopelekea sisi walimu tusio na ajira kuanzisha umoja huu wa walimu nchini. Moja, kuwepo kwa sintofahamu miongoni mwa wahitimu wa kada ya ualimu wasio na ajira kati ya mwaka 2025-2024. Sababu ya pili ni changamoto zilizojitokeza katika zoezi zima la usaili wa kada ya ualimu nchini. Sababu ya tatu ni kauli na matamko ya viongozi mbalimbali wa serikali ndani na nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yamekuwa yakiumiza sana walimu. Nne ni manyanyaso wanayokutana nayo wahitimu wa kada ya ualimu katika sekta binafsi kama vile ujira mdogo, mikataba isiyokidhi viwango vya kazi ya ualimu na mambo mengineyo. Sababu ya tano ni uzalendo wa sisi walimu tusio na ajira kwa ajili ya wadogo zetu maskini nchini walioko kwenye shule za umma ambazo zina uhaba mkubwa wa walimu. Lengo mahususi la kuundwa au kuanzishwa kwa umoja huu wa Non-Employed Teachers Organization Members Movement. Mheshimiwa Rais, baada ya changamoto na sababu hizo kutokea, umoja huu ulianzishwa kwa malengo yafuatayo. Lengo la kwanza, kudai haki ya kuajiriwa kwa walimu wengi zaidi kwa njia ya amani na bila kuvunja sheria. Mbili, kuunganisha walimu wote wasio na ajira nchi nzima bila kujihusisha na siasa ili kuweza kupaza sauti kwa pamoja na kudai haki ya kuajiriwa bila masharti yoyote. Lengo la tatu, kuikumbusha serikali wajibu wake wa kuchukua hatua za makusudi na haraka ili kutatua changamoto ya ajira za walimu na uhaba mkubwa wa walimu ulioko nchini. Sababu ya nne, kutoa mapendekezo ambayo yatapunguza na kuondoa kabisa changamoto zinazowakabili walimu wasio na ajira ambao wamekaa mtaani kwa muda mrefu. Kumbuka hapa tunazungumzia 2015 mpaka 2024. Ni zaidi ya miaka 9 na sasa umeingia wa 10 2025. Bado hawajui hatima yao ilipo. Na mwisho na sababu ya tano au lengo la tano la kuundwa kwa umoja huu ni kupinga rushwa, matumizi mabaya ya ofisi na upendeleo katika mchakato wa ajira. Naomba nigusie kidogo kwenye uhaba wa walimu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024, serikali imejenga shule mpya za msingi 1649. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejenga shule mpya za msingi 1649 na shule mpya za sekondari 1042 nchi nzima. Hivyo ni dhahiri kwamba kuna uhitaji mkubwa wa walimu kutokana na uboreshaji wa miundombinu na mazingira ya kujifunzia wanafunzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa Tume ya Utumishi wa Walimu TSC, takwimu za mwezi Oktoba mwaka 2024 zinaonyesha kuwa tume inahudumia walimu wapatao
274,541, ambapo walimu 180,325 ni wa shule za msingi na walimu 94,216 ni walimu wa shule za sekondari. Mahitaji ya walimu katika ngazi zote msingi na sekondari ni walimu 538,060 na hivyo kufanya kuwa na upungufu wa walimu 263,519. Huu ndio upungufu wa walimu wanaohitajika. Hii ni ripoti ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Inaonyesha kwamba Tanzania kuna upungufu wa walimu 263,519. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama NATO Members Movement tumebaini kuwa katika shule nyingi nchini wanafunzi wanalipa pesa kwa ajili ya kuwalipa walimu wa kujitolea, jambo ambalo linakwenda kinyume na sera yetu ya elimu bure. Hivyo basi, dhana ya serikali kuaminisha wazazi kuwa elimu ni bure inaendelea kuleta sintofahamu kwao, kwa sababu kuna pesa zinachangishwa kutokana na uhaba wa walimu nchini. Na ndio maana tuko hapa kukumbusha Mheshimiwa Rais kwamba ipo haja ya kuajiri walimu wengi wa kutosha kama tume inavyoonyesha. Mapendekezo yetu sisi kama umoja wa walimu tusiokuwa na ajira nchini Tanzania. Namba 1. Tunaiomba serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan iajiri walimu wote waliomaliza kati ya mwaka 2015 hadi 2024. Kisha itoe program maalum za kuwajengea uwezo walimu mara kwa mara ili waendane na mabadiliko ya mtaala mpya. Ikiendelea kuchelewa kuwaajiri, watapoteza sifa na kigezo cha umri kitawazuia kuomba ajira kutokana na masharti ya ajira za kudumu. Namba 2. Serikali iongeze nafasi za ajira kutoka wastani wa walimu 15,000 kwa mwaka hadi kufikia ajira 60,000 kwa mwaka, kutokana na ongezeko la wanafunzi lililosababishwa na sera ya utoaji elimu bila malipo. Pendekezo la 3. Mheshimiwa Rais, sisi kama NATO Members Movement tunapendekeza idadi ya walimu iendane na idadi ya wanafunzi ili kuleta uwiano sawa. Kama shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na teknolojia, sayansi na utamaduni UNESCO linavyopendekeza kuwa mwalimu mmoja kwa wanafunzi 40 kwa shule za sekondari na mwalimu mmoja kwa wanafunzi 25 kwa shule za msingi. Kwa hiyo tunaomba ifanyike tathmini, ionekane kuna idadi ya wanafunzi wangapi shule za msingi na sekondari, alafu tugawanye kulingana na uwiano kwa mujibu wa takwimu za UNESCO. Namba 4. Tunapendekeza NACTE na TCU, ambapo ni mamlaka zinazojihusisha na udahili, zipandishe vigezo vya udahili kwa kuongeza vigezo na sifa za waombaji wa kada ya ualimu ili kupunguza kasi ya uzalishaji wa walimu nchini. Taifa kwa muda mrefu warudi kujiajiri, kwani wameshapata mitaji, na tunaomba sisi vijana na sisi tupewe ajira ili tutumikie taifa letu kwa weledi, na tukifika umri huu wa miaka 50 tuwaachie wengine, kwa sababu tutakuwa tumesha litumikia taifa na tumepata mitaji ya kujiajiri na kujiendeleza. Na kingine, kama mtu ameajiriwa akiwa na umri mkubwa, apewe mkataba wa miaka 20 ya kufanya kazi serikalini. Hitimisho. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lengo la kuja kwako na andiko hili ni pamoja na kusimama mstari wa mbele, si kwa nia ya kurumbana au kuvutana na serikali. Kiuhalisia, walimu wasio na ajira tunaamini serikali ina uwezo wa kutusikiliza na kuyafanyia kazi mahitaji yetu yaliyo ya msingi. Mheshimiwa Rais, tunaomba tubue kwamba hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia isipokuwa kwako. Hivyo basi, tunaamini serikali yetu sikivu ndiyo itakayotetea hatma ya ugumu wa maisha yetu. Hili hatuna maana kwamba ndio tuajiriwe wote ambao tumemaliza. Hapana, lakini angalau tuendane na uhalisia wa mahitaji yetu. Haiwezekani ripoti itoke mpaka sasa hivi nchini kiuhalisia walimu walioajiriwa ni wachache kuliko walimu ambao wanatakiwa kuajiriwa nchini.
Yaani kuna upungufu wa zaidi ya 50%. Tunaposema sera ya ajira inapaswa kubadilishwa, maana yetu ni kwamba namna ya kuwapata hawa waajiriwa au watumishi wa serikali ndo ambayo sisi hatuiungi mkono. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari kwa kukubalia wito wetu. Tumewaita, mmekuja kutusikiliza. Ndugu zangu waandishi wa habari za wakati huu. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Matayo, na lengo kubwa la kuwaita hapa ndugu waandishi wa habari ni kupaza sauti juu ya tatizo hili ambalo limekuwa kwa muda mrefu sana, ndani ya miaka 10 mpaka leo. Kwa hiyo tunaamini kupitia nyinyi vyombo vya habari mtatupazia sauti ili waweze Watanzania kujua nini kinaendelea kwenye swala hili chini ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa kikatiba na katiba ya mwaka 1977. Sisi ni NETO Memo ambao kwa ufafanuzi ni Non-Employed Teachers Organization Members Movement. Kwa mantiki hiyo ni kwamba sisi tupo kwenye vuguvugu la kudai ajira kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tumejitenga moja kwa moja na NETO ile ya mwanzo, kwa sababu NETO yetu sisi haina viongozi, kwa sababu hizi ni harakati za kudai ajira. Sisi hatuna viongozi kazini. Kwa mujibu pia wa TAMISEMI, mahitaji ya walimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa shule za msingi ni walimu 4462, ambapo walimu waliopo ni 1517 na upungufu ni 2945, ambao ni sawa na 66%. Ongezeko la uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza aliendana na ongezeko la walimu. Mfano, mwaka 2023 wanafunzi walioandikishwa darasa la kwanza ilikuwa ni 1,78, na uandikishaji huo ni sawa na 109.07 ya lengo la kuandikisha wanafunzi 1,000,063. Mfano, shule za sekondari za serikali kwa mujibu wa TAMISEMI hadi kufikia Februari 2023 mahitaji ya walimu wa shule za sekondari yalikuwa ni 1,74,632, wakati walimu waliopo kwenye ajira ni 84,000 tu na 700, wakati upungufu ukiwa ni walimu 89,932 sawa na 51.5. Na ndiyo maana sisi kama NETO Memo tunaamini kwamba serikali inao uwezo wa kuajiri, kwa sababu walimu inao mtaani wa kutosha na wanazihitaji hizi ajira kwenda kuokoa hili swala la elimu na kuiokoa jamii ya Kitanzania. Takwimu za mwaka 2021-22 zilionyesha uwepo upungufu wa walimu kwa masomo kama ifuatavyo. Fizikia ilikuwa ina upungufu wa walimu 12,577. Hisabati upungufu ilikuwa ni 13,686. Biolojia ilikuwa na upungufu 12,027. Kemia na masomo mengine ilikuwa ni 10,600. Tatizo la ukosefu wa walimu kwa shule za Tanzania bado ni tatizo, na walimu wapo, na tunaomba sana serikali hii iweze kuchukua hatua za kuwaajiri hawa walimu. Ikumbukwe katika elimu, mwalimu ni nyenzo muhimu kuliko nyenzo zote. Hata ukiwa na madarasa ya magorofa, kama magorofa hawezi kuwafundisha wanafunzi. Profesa Isa Shivji aliwahi kusema, ukitaka taifa bora boresha elimu, na ukitaka kuboresha elimu basi boresha walimu. Ukitaka taifa la watu wanaojiheshimu, heshimu walimu. Mwalimu Nyerere pia amewahi kusema, no education policy, however good, can succeed without well trained cadre. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo wasomi na watangulizi wetu wanaendelea kusisitiza uwepo wa walimu na kuweza kutatua changamoto za kielimu kwenye jamii ya Kitanzania. Ni wakati wa kudai haki yetu ya kuajiriwa kwa nguvu ya hoja
na ushawishi kwa kushikamana na kwa uzalendo juu ya taaluma yetu na nchi yetu. Neto Memo tunahitaji ajira zitolewe kwa kuzingatia miaka ya kuhitimu vyuo. Ajira zitolewe kwa ngazi zote, yani ngazi ya cheti, astashahada na shahada. Sio kutoa ajira kwa upendeleo wa ngazi moja ya elimu. Haiwezekani umfanyie usaili sawa mwalimu aliyehitimu mwaka 2015, 18 na mwalimu aliyehitimu mwaka 2021, 22, 23 mpaka 24. Hii sisi Neto Memo hatuikubali, tunaikataa, tunaona ni ukatili wa kisaikolojia katika nyanja ya elimu. Kwamba sisi hatuko hapa kwa minajili ya kisiasa na hakuna mtu aliyeko nyuma yetu, isipokuwa sisi tunataka kuungwa mkono na mtu yeyote ambaye anaona kuna hitaji na uhaba wa walimu katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi hatuko kisiasa hapa, na ndio maana hatutaki matamko yatolewe na wanasiasa, kwa sababu this is our profession. Kwa hiyo ni kwamba sisi tunachokitaka ni kuonyesha serikali namna gani inaweza kuwajibika na kuondoa hili tatizo. Ni kama alivyoelezea mwenzangu mwanzoni kuwa kuna changamoto kubwa ya walimu, ya upungufu wa walimu katika shule zetu, shule za umma, shule za serikali. Hivyo changamoto hii inatuweka kwenye hali ngumu sisi wasomi. Inatuweka kwenye hali ngumu hasa sisi wasomi, hasa tuliosoma kada hii ya walimu. Kuna upungufu wa walimu wengi. Je, swali letu tumekuwa tukijiuliza, upungufu huo umethibitishwa na TAMISEMI, lakini swali linakuja kwetu, je, labda walikosea hawa TAMISEMI kusema kuna upungufu? Basi tukubali walikosea, Mheshimiwa Rais, tunakubali kuwa walikosea. Sasa tunakuja kwenye uhalisia wa kushadidia kuwa kuna upungufu wa walimu katika shule zetu. Tunashadidia kwa mawazo yanayoonekana, na ndio maana tukatangulia kusema kwamba hatuko hapa kisiasa, kidini, kikugombana na serikali. Yawezekana hapa tulipo kila mtu ana chama chake. Hatutumi na mtu, kila mtu ana chama chake. Of course. Mimi naweza nikawa CCM, yule anaweza akawa Wazalendo, yule anaweza akawa sijui ni chama gani. Lakini kusema kwamba eti katika swala nyeti kama hili tuseme kwamba eti tunasukumwa na watu, hakuna kitu kama hicho. Mimi na imani kabisa tupo katika kupambania kutaka hii haki ya ajira. Basi